Mwanadada Nicole, mmoja katika wadada ambao wanajulikana sana nchini Tanzania, ambaye ni mwigizaji mmoja mzuri sana, lakini pia ni mmoja katika warembo ambao wapo katika nchi ya Tanzania. Yaani ni mmoja katika crush wa watu wengi sana. So mwanadada Nicole kwa sasa yupo katika kesi nzito ya kutuhumiwa dhidi ya mambo ya ulaghai, utapeli na vitu vingine kama hizo hapo, akiweza kukabiliwa na kesi za kuweza kudhulumu milioni 185 kutoka kwa wananchi. Moja katika vitu ambavyo vina trendi sana kwenye mitandao ya kijamii kwa sasa. So katika siku ya jana bwana, mwanadada Nicole aliweza kuandika katika Insta story yake akisema kwamba, habari, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wote wenye nia njema na mimi. Naomba sana taarifa za michango ya fedha kwa nia ya kunisaidia kivyovyote zipuuzwe. Mimi nina ndugu, marafiki na watu wa karibu ambao hawashindwi kufanya. Akawa ameandika jambo katika funga semi na fungua semi akisema kwamba, lakini ilibidi taratibu zote zifuatwe. Mtu yoyote asidanganye umma kuwa nahitaji michango. Kila kitu kipo sawa na niko salama na ng'aa kuliko zamani. Kuku na makange ya jela yameninawirisha. Sio sahihi mtu yoyote kuweka mdomo na pua yake kwenye kesi inayoendelea mahakamani. Waliopokea pesa wanazidi kurudisha na haki yangu nimepatiwa. Na wasihi sana, sihitaji michango yoyote kutoka kwa mtu yoyote. Kionjo. Yamkini kuna mtu yoyote alinisolola kwa njia yoyote ile, kuanzia wasanii, wanafiki, marafiki feki na wanaonigeza sauti na kenge wote, na kuahidini nitakurudia si punde. Naomba muda nishushie ujelajela na kimweti cha baridi kwanza. Moja katika Insta story yake Nicole ambayo iliweza kuwa imeweza kuwashtua watu wengi sana kuona kwamba Nicole bado yupo katika kesi nzito, lakini bado kile kiburi fulani hivi anacho. One time tuliona juzi wakati anahudhuria pale mahakamani dhidi ya kesi yake nzito kabisa ambayo iliweza kuwashtua watu wengi sana, lakini Nicole alionekana kuwa na sura ambayo ni nyepesi, sura ambayo ni laini kabisa, yani akionekana ya kwamba hana huzuni yoyote wala hana woga wote ambao umeweza kumshika. Kutokana na kesi yake nzito hii hapa, Nicole aliweza kufunguka vitu vingi sana, kuomba ya kwamba watu wote ambao wanaweza kuongoza michango pale mtaani kuonesha kwamba wanataka kumchangia Nicole, basi wasiweze kufanya kitu kama hicho. Michango yote ipuuzwe, yani matangazo yote ya vitu kama hivi hapa viweze kupuuzwa. Tunajua kwamba kuna watu ambao kwenye michongo kama hii hapa wanapiga pesa kudai ya kwamba wanataka kumchangia Nicole, lakini one time wanakuja kuondoka na mkwanja mrefu. Wanapiga pesa kupitia matatizo ya watu. So Nicole alikuja kufunguka ya kwamba michango hiyo yote au mambo yote hayo, hizo taarifa zote ziweze kupuuzwa. Lakini pia Nicole alikuja kufunguka juu ya watu wote ambao wanaweza kuchekelea kesi yake. Yani alifunguka juu ya wasanii wanafiki, marafiki feki, pamoja na wote ambao wanaweza kuingizia sauti yake au wanaweza kucheza na yeye juu ya kesi yake yote hii ambayo inaendelea kwa sasa. Tunajua kabisa kwamba kwenye mitandao ya kijamii kuna watu ambao wana masihara sana kupitia kesi ya Nicole. Watu wengi wameweza kutengeneza content kuonesha kwamba wanataka kuwachekesha watu kupitia tatizo kubwa kabisa la mwanadada Nicole. Aliweza kutoa tahadhari kwa watu wote ambao wanaweza kufanya vitu vyote vibweka na vimbwanga juu ya kesi yake nzito ambayo inamwandama kwa sasa, kidai ya kwamba atarudi na ataweza kudeal nao. Moja katika vitu ambavyo vina trendi sana kwenye mitandao ya kijamii kwa sasa, baada ya mwanadada Nicole kuonesha kwamba kesi yake ni kesi nzito kabisa, ni kesi ambayo inaambatana na haki za watu. So mimi nataka unipange hapo kwenye uwanja wa comment. Inawezekana ni kweli kesi hii ikawa ni nyepesi kiasi kwamba anaweza karudi mtaani ili kuweza kudili na wote ambao walikuwa wanamfanyia masihara katika kipindi chake cha kesi nzito. Nipange hapo kwenye uwanja wa comment. Mimi naitwa Jitu One Time, Jitu One TZ official genius, na hii hapa ni Jitu Media.